Naam, Sabasaba 2026 imegeuka kuwa siku ya vizuizi, ukaguzi mkali na kukamatwa kwa baadhi ya waandamanaji jijini Nairobi. Barabara kuu kuelekea katikati ya jiji zimewekewa vizuizi, polisi wameongeza doria na taarifa za kukamatwa kwa watu kadhaa zimeibua maswali mazito kuhusu nafasi ya maandamano katika demokrasia ya Kenya. Je, huu ni ulinzi wa usalama wa raia au ni mbinu ya kuzuia sauti za wananchi kabla hazijafika mitaani? Karibu kwenye habari moto za sasa, ikiwa hii ni Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Leo Jumanne, Julai 7, 2026, taifa linaadhimisha Sabasaba, tarehe yenye uzito mkubwa katika historia ya mapambano ya kidemokrasia nchini Kenya. Lakini jijini Nairobi, maadhimisho ya mwaka huu yameanza na taswira ya barabara zilizodhibitiwa, magari yakikaguliwa, waenda kwa miguu wakizuiliwa katika baadhi ya maeneo na polisi wakionekana kwa wingi karibu na maeneo nyeti ya serikali na katikati ya jiji. Taarifa za mchana zinaonyesha kuwa angalau watu 7 walikamatwa karibu na eneo la Archives na Wabera Street, huku kundi la wanaharakati likiripotiwa kuanza maandamano katika Harambee Avenue likichukuliwa na watu wanaodaiwa kuwa maafisa usalama waliokuwa wamevalia kiraia. Pia mwanaharakati mmoja aliripotiwa kukamatwa katika Biashara Street ndani ya Nairobi CBD. Mapema asubuhi, polisi walikuwa tayari wameweka vizuizi katika njia kadhaa zinazoelekea Nairobi CBD. Maeneo yaliyotajwa ni pamoja na Roysambu, Allsops, Guru Nanak, Kangemi, Githurai, Jogoo Road karibu na City Stadium, pamoja na njia zinazokwenda karibu na Parliament na State House. Katika baadhi ya maeneo, magari binafsi, magari ya uchukuzi wa umma, bodaboda na hata waenda kwa miguu walikabiliwa na ukaguzi. Serikali kupitia polisi imesema hatua hizo ni za kudumisha usalama, kuzuia uvunjifu wa amani na kuhakikisha biashara zinaendelea bila vurugu. Lakini kwa upande mwingine, wakosoaji wa hatua hizi wanauliza swali moja muhimu: ikiwa siku hiyo ni ya kuadhimisha mapambano ya wananchi ya kutafuta demokrasia, je, kufunga au kudhibiti njia za kuingia jijini kunalinda haki za wananchi au kunazuia haki hizo? Sabasaba si tarehe ya kawaida katika kalenda ya Kenya. Ni kumbukumbu ya Julai 7 mwaka 1990, wakati wa Kenya waliposukuma ajenda ya mfumo wa vyama vingi, uwajibikaji wa serikali na uhuru mkubwa wa kisiasa. Hivyo basi, kila mwaka tarehe hii hubeba hisia, historia na maswali kuhusu hali ya demokrasia ya Kenya leo. Katika Nairobi CBD, uwepo mkubwa wa polisi umeonekana katika Moi Avenue, maeneo ya Parliament Road, Harambee Avenue, Wabera Street, Biashara Street na njia mbalimbali zinazoingia katikati ya jiji. Ripoti zinaonyesha kuwa polisi wa sare na wale waliovalia kiraia wamekuwa wakizunguka ili kuzuia makundi makubwa yasikusanyike. Wakati huo huo, kuna madai ya sintofahamu kati ya maafisa wa usalama na baadhi ya wanahabari waliokuwa wakirekodi matukio ya vizuizi katika eneo la Allsops. Madai hayo yanahitaji uthibitisho huru na maelezo rasmi kutoka kwa polisi pamoja na taasisi za habari. Lakini swala hilo tayari limefungua mjadala mpana. Wanahabari wanapaswa kuwa na nafasi gani wanaporipoti matukio ya umma, hasa katika siku yenye mvutano wa kisiasa kama Sabasaba? Ni muhimu kukumbuka kwamba kazi ya vyombo vya habari ni kuhabarisha umma. Vivyo hivyo, kazi ya polisi ni kulinda maisha, mali na utulivu. Pale ambapo majukumu haya mawili yanakutana katika mazingira ya maandamano, uwazi, nidhamu na heshima ya sheria vinakuwa muhimu sana. Nje ya Nairobi, picha haijawa sawa kila mahali. Baadhi ya miji imeripoti shughuli za kawaida na mtiririko wa magari ukiendelea, huku Nairobi ikibaki kitovu cha uangalizi kutokana na uzito wake wa kisiasa, kiuchumi na kihistoria. Sabasaba 2026 imetuacha na tafakari nzito. Kenya imepiga hatua kubwa tangu enzi za mfumo wa chama kimoja. Leo tuna katiba inayotambua haki ya kukusanyika, kuandamana na kuwasilisha malalamiko kwa amani. Lakini haki hizo pia huenda sambamba na wajibu. Maandamano yawe ya amani, mali ya watu iheshimiwe, biashara zisiharibiwe na maisha ya kila Mkenya yalindwe. Kwa upande wa serikali, kulinda usalama si kosa, lakini usalama usiwe sababu ya kufunika sauti halali za wananchi. Kwa upande wa waandamanaji, kuwasilisha ujumbe si ruhusa ya kuvunja sheria au kuhatarisha maisha.
Na kwa upande wa polisi, matumizi ya mamlaka lazima yaonekane kuwa ya haki, ya uwiano na yanayowajibika mbele ya sheria. Swali kuu la leo si tu nani amekamatwa. Swali kubwa zaidi ni je, Kenya ya mwaka 2026 inasikiliza wananchi wake kwa njia gani? Hadi sasa Nairobi inaendelea kuwa chini ya ulinzi mkali, vizuizi vikiendelea katika maeneo kadhaa na polisi wakidhibiti mikusanyiko. Tutaendelea kufuatilia taarifa rasmi kuhusu waliokamatwa, hali ya usalama na madai yanayohusu mazingira ya kazi kwa wanahabari. Tuambie kwenye comment section. Je, unaona hatua za leo ni muhimu kwa usalama wa taifa au zimekwenda mbali kabisa ili kudhibiti haki ya wananchi kuandamana? Like, subscribe, comment na pata kushare, turn on notifications ili usikose lolote, na follow us at Moto TV Kenya kila mahali. Jina langu Ogaro Brian Osoro, endelea kuwa ndani ya Moto TV Kenya, ikiwa hiki ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki.